Jana kulikuwa kubaya. Cause matia gas tumeikula hapa. Secretary waliingia kwa bucheri yangu. Wakachukua zile nyama zilikuwa pale. Na wakaingia kwa fridge. Hata siwezi jua ni kuku ngapi walichukua, cause nilikuwa nimechukua asubuhi kujitayarisha kama kawaida kila siku. Then tulikuwa tumefunga sisi. Si ati tulikuwa tumefungua. Over Saturday tu walikuja tu a big group ya more than 100 people. Kiangalia watu kama Madhai, ile supermarket yetu iko pale ambapo imeporwa kila kitu. Na hii uporanji, mimi sitasema ni ya uporanji wa watu wa maandamano ya amani. Tutasema hii ni uporanji ambayo inaonekana ni kama kuna watu walikuwa wamejipanga. Mimi nataka kuuliza vijana, wakati huu tusiende njia ya kutafuta amani kwa panga. Tuingie pale kwa Huduma Center, tuingie pale kwa issuance of IDs, tuchukue vitambulisho, alafu tujiandikishe kama wapiga kura wa 2027. Na nimeona watu wengi sana wakijaribu kuleta jina yangu kwa maneno ya siasa katika demonstrations. Kitu ya kwanza, mimi siku ya jana I was very busy kwa sababu watu ambao mimi ni marafiki wangu walikuwa wamepoteza watu ambao wako karibu na wao. Nilikuwa mazishi na nilikuwa very busy katika mazishi. Na wale watu ambao wanajaribu kuleta jina langu kwa hii maneno ni watu ambao wanajulikana. Gavana ya Embu juzi usiku alikuwa ametoka akasema anajua kuna goons zinapangwa kutoka sijui wapi Kirinyaga. Na hii ni kazi ya goons ambayo tumeona hapa. Mimi ningetaka kumwambia aandikishe statement, aseme hizo goons alikuwa amepata fununu ziko wapi. Tumeamkia leo asubuhi baada ya kushuhudia yale maandamano yaliyokuwa jana, hasa kwa sababu ya ule uharibifu ambao tumeupata katika jumba letu la waumini, likiwa ni mojawapo ya yale majumba ambayo yameharibiwa katika mji huu wetu wa Embu. Lakini uharibifu ule mkubwa ambao tumeona ni katika supermarket ambayo ndiyo mteja wetu hasa mkuu katika jumba hili letu la waumini. Na hivyo basi tumeona uharibifu huo sio uharibifu ambao unaambatana na lile lengo ambalo lilikuwa limewekwa na wale ambao waliopanga maandamano ya jana. Lakini ni maandamano, ni uharibifu ambao ulipangwa na watu wengine, kwa sababu maandamano yalikuwa na nia nzuri ya ukumbusho wa wale vijana ambao waliuliwa na yale ambayo yanayohitajika na katika uongozi, ubadilishaji, hasa kutafuta uelewano na uwiano na maendeleo, na hasa kutafutia vijana wetu kazi ili waweze kujisimamia. Kwa hivyo tukiangalia tunaona sio mipango ya wale ambao walikuwa na nia nzuri ya maandamano, lakini ni mipango ya wapora ambao wanaopora mali na kwa njia ya kuharibu. Jambo ambalo ni la muhimu kwa wakati huu sasa ni wale ambao ni viongozi wetu wajiulize ni sababu gani kuna uharibifu wa aina hii, kwa sababu hauwezi ukatokana tu watu wameamka kwa sababu unakuanza kuharibu, sababu watu wamekuwa wakiishi vizuri. Kuna jambo ambalo linasababisha mambo haya kuweza kufanyika, na hilo ni kutokana na ule uongozi ambao tunaomba uweze kuwepo, hasa wa kuweza kutengeneza environment nzuri, environment nzuri ya biashara, kwa sababu vijana wetu na watu wengi sio eti wanataka kuajiliwa mshahara wa mwisho wa mwezi, lakini wanataka kuwa na hali nzuri ya kufanya biashara zao bila kodi ambazo labda zingine zinawatatiza, zinagadamiza vijana wadogo wadogo wanaofanya kazi zao.